Nazungumza kuna taarifa kutoka katika klabu ya Young Africans kwenda kwa umma. Yes. Hii ni taarifa mpasuko. Breaking news unaipata kupitia kipenga extra muda huu kutoka ndani ya klabu ya Young Africans, timu ya wananchi. Na taarifa ambayo wameitoa Young Africans ikiwa na dakika 8 hivi sasa tangu wameitoa kupitia mitandao yao ya kijamii. Taarifa ya Young Africans inasema taarifa kwa umma Mei 5, 2025, maana yake hii leo inasema uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 mkwaju A mkwaju 11298. Sawa bwana. Yes. Kasi imeelekeza Young African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjifu mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjifu mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club. Hii ni taarifa kutoka kwa timu ya wananchi Young Africans. Shukrani sana kwa Wastara Msese kwa kuweza kutuletea jambo hili tukiwa tunaendelea na kipindi hapa. Kwa hiyo taarifa hiyo ya muda huu, Young Africans wametoa msimamo wao. Hawachezi mechi namba 184 mchezo wa Kariakoo Derby, msimamo wa klabu. Nsajigwa. Upepo shama huu tena. Saizi sio Jafet Smart tena. Tunarudi kwenye hatuchezi. Msimamo wa Young Africans mbaki pale pale licha ya majibu ya kasi kuambia warudi ndani. Inafikirisha kidogo kwa sababu ukisoma hiyo barua wanaelezea nini ambacho kimetokea kwenye ile kesi ya CAS, kwamba wameambiwa warudi kwenye mamlaka za ndani kwanza, apite huko kwanza, na hao pia wameeleza kwenye moja ya para za hiyo barua. Lakini mwisho wanasema hawapo tayari kurudi kwenye hizo mamlaka ambazo hawana imani nazo, lakini pia hawako tayari kucheza mchezo. Inafikirisha kwa sababu kama wanataka kuendelea kuipambania haki yao ambayo wanaamini wanayo kutokana na mechi kwa hiyo Machi 8. Sasa hiyo haki huwezi kuipata kama upo tayari kwenda kwenye hizo kamati, na hiyo haki huwezi kuipata mbele, kwa sababu kule mbele ambapo ulienda mpaka CAS umrudisha huko nyuma. Na maana nasema inafikirisha, nadhani mbele kinafanyika hivi sasa ni kutunishana misuri. Yanga wanataka kuona kama bodi ya ligi na TFF watapanga ratiba, na hiyo ratiba ikipangwa itakuwaje kama wao wakiendelea kutishia mechi. Kwa kichobaki sasa nadhani ni kuvimbiana tu, lakini kama Yanga anataka kuitafuta haki, hii njia anayofanya sasa sio njia ya kuitafuta haki. Maelekezo lazima afuate ili aweze kuipata haki kweli, na yeye asiwe mvunjifu wa kanuni kama ambavyo wanapinga uvunjifu wa kanuni. Kuna ulazima yeye kufuata taratibu ambazo amepewa, arudi kwenye kamati za ndani. Na mimi kwangu naona ni issue ni simple tu. Inawezekana hawa watu huna imani nao, na unajua kabisa unapeleka hii kesi ambacho kitatokea ni kitu fulani, lakini unapeleka kule kwa ajili ya kupata udhibitisho tu. Unajua maamuzi yatakuja ni haya. Yaani unavyoenda kufile CAS, kwa sababu CAS ni kama rufaa, kwamba tayari shahukumiwa huku, majibu yalishahukumiwa. Lakini ile hukumu hoja rizika nayo ndio unaenda kule. Kwa hiyo kwenye kuitafuta haki, yani kuna lazima Yanga kufanya hivyo, lakini akigomea hivi kienyeji, maana yake ni ana support wale ambao wanavunja kanuni ambao yeye anapinga. Kwa hiyo sioni nadhani ni jambo fulani ambalo linaendelea kuleta utata na kutunishana misuri kati ya bodi ya ligi ambao wao baada ile barua kuja walitangaza kupanga ratiba na wao pia kusema wachezi na hawako tayari kupeleka shauri.
wakati tunazungumza juzi Wakanda na Elbo na Nsajigo nafikiri Jumaa, na kuzuri ili jambo limeutukuta wote tukiwa tupo hapa ndani kama ambavyo lilikuwa. Kuna eneo tuligusa kwamba Elbo alisema kuna eneo la busara lilikuwa limeanza. Mpaka mawaziri walikuwa wameingia. Lakini baada ya taarifa CAS kutoka, bodi wao wakatoa taarifa yao. Eneo ambalo Elbo pia aliquestion kwamba kwa nini imekuwa hivi. Lakini inawezekana bodi na wao pia waliingia kwenye sehemu ya busara kwa sababu walikuwa wamepigwa pini na Young Africans ambao kuna eneo wao kutaka kusikia busara. Kwa hiyo inawezekana ule ukimya wa bodi ilikuwa vile. Lakini tunaona Young Africans wanarudi na msimamo wao ule ule. Lakini kwa bahati mbaya saizi Young Africans anaonekana hataki kushikana popote na watu wenye mamlaka kwenye kutatua hili tatizo, lakini amekuja na msimamo wa kwamba hiyo mechi hatacheza. Ni uamuzi sahihi kwa hivi sasa. Kwa upande wa Young Africans, I think sasa hivi wanavuka mipaka, kwa sababu inafika hatua kudeclare kusema kwamba hauna imani na watu wenye mamlaka ya mpira, huko ni kwenda juu zaidi ya mipaka yako. Leo hii sehemu pekee ambayo ingeweza kuresolve hili jambo ambalo tunalizungumza hapa ingekuwa ni kama wao wangekubali kuchotama na kurudi kupata haki yao kupitia kamati zilizopo ndani ya shirikisho. Mwisho wa siku hizi kamati zinaweza zikatoa verdict ambayo wao hawajaridhika nayo na wao wakaenda hatua za juu zaidi. Nimekuwa muumini wa haki miaka yote, muda wote nilikuwa nasimama na watu ambao wataidai haki, lakini imefika hatua naona mitazamo ambayo tulikuwa nayo na Young Africans inazidi kukinzana, kwa sababu kama hutaki kurudi kwenye mamlaka husika, unataka haki yako ipate wapi? Mwisho wa siku ukiamua kugoma, okay, sawa utagoma. What if na hawa ambao unawagomea ukisema kwamba hawatendi haki, kuna siku wataamua kutenda haki. Je, utaipokea hiyo haki? Kwa sababu ifuatayo. Leo Young Africans ametoa andiko amesema kwamba kiufupi hawachezi mechi yoyote ambayo itapangwa dhidi ya Simba Sports Club. Tukirejea kanuni, usipocheza mechi utatakiwa kushushwa daraja. Young Africans wako radhi kushushwa daraja kwa sababu hawataicheza hiyo mechi, kwa sababu hapo it means hawa watu uliosema huwa hawatendi haki, kuna siku wataamua kuisimamia hiyo haki, na hiyo haki itakufanya wewe uumie mara mbili kuliko ambavyo ungeumia kama tu ungekubali kurudi kusikilizana nao mezani. Kwa sababu leo hii usipoamua kusikilizana nao hawa watu, bado power iko kwao. Yani ni sawa na mtu amepika chakula na kukaribisha kula, alafu unamwambia mimi chakula chako sili. Haujamkomoa, yeye ataendelea kula hicho chakula kwa sababu ni yeye aliyekiandaa na kiko kwenye jurisdiction yake. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki kwa Young Africans so far ni kwamba kama wameamua kusimamia huu msimamo, basi wakubali haki ya mpira ipite juu yao, kwamba ikifika siku imepangwa mechi dhidi ya Simba Sports Club, mnyama ameenda uwanjani, Young Africans hajafika, tukirudi kwenye kanuni tutende haki kwa mujibu wa kanuni zinavyosema. Sio baadaye ije itumike kanuni ambayo ndio haki ya mpira, waje waombe busara pale ambapo kanuni itataka mtu ashushwe daraja alipishwe na zile faini ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Kwa kwangu hicho alichokifanya Young Africans ni kuzidi kutengeneza kesi juu ya kesi ambazo yawezekana tungekuwa tushazisolve muda mrefu sana, kwa sababu tungerudi kwenye mamlaka, yawezekana mamlaka ingekuja na maamuzi ambayo Yanga hajaridhika nayo, na kwa sababu wanaamini wana hiyo haki, kwa sababu wana vielelezo vya hiyo haki yao, kuna mamlaka nyingine za juu zaidi ambazo zingeweza kulitatua hili jambo. Kwa hichi kinachotokea hivi sasa, mimi naanza kuamini kwamba Yanga hata hili jambo lingeenda CAS wangesema Yanga hamna haki, Yanga bado angesimamia msimamo wake wa kutocheza. Yawezekana kuna sababu nyingine za nje ya kanuni, nje ya taratibu na nje ya haki ambazo zinawafanya Young Africans wasicheze hii mechi. Kwa sababu ukirudi kwamba wanataka haki ndio ipo bodi ya ligi, haki ipo kwenye zile kamati za rufaa. Fuata hizi hatua ndio uende huko. Sasa kwa sababu hawataki tena kufuata hizi hatua, it means kuna jambo lingine ambalo linawapush wasiucheze huu mchezo. Labda waje na sababu nyingine kusema kwamba hatutacheza huu mchezo kwa sababu zilizopo nje ya uwezo wetu, wasizitaje, lakini wasiseme kwamba ndani ya bodi ya ligi hamna haki. Haki isipopatikana ndani ya bodi ya ligi, kuna kamati nyingine za juu. Leo hii Ibra, mimi na wewe tukikosana, tuna utaratibu wetu wa kufuatana. Kwamba tunatoka hapa tunaenda hapa. Usipopata haki huko, kuna sehemu nyingine utatakiwa kwenda huko nako. Wakija kwenye verdict ya upande wangu,
hapo ndipo unaweza ukadeclare hivyo vitu. Lakini sasa hivi unaambiwa bwana, okay sawa, kasa wasikilize kesi yako, lakini wamekukumbusha sisi hatusikilizi, sio kwa sababu hauna madai. By the way, Yanga sio kama wameambiwa na kasa kwamba rudini huko, sisi hatutaki kuwasikiliza, hamna madai hapa. Kasa wamewaambia Yanga kuna sehemu mnatakiwa kupita, mnapokuja huko sisi mje na hukumu ya huko, tutaipitia hii hukumu yenu na tutaona okay, hii hukumu yenu kumbe mlipewa, lakini haikupaswa kupewa hukumu ya aina hii, hivyo tunawarudishia haki yenu. Kwa ambacho nakiona saizi, kama wakiamua kutunishiana misuli, maana yake muhanga atakuwa ni Young Africans mwenyewe. Ndio kwa sababu maana yake kama saizi una malalamiko yako, maana yake TFF watasubiri uje ufile kwenye kamati zile, si ndio? Uende uiprocess, sawa? Kwa hiyo kama ukigomea na uwezi kwenda, kama ambavyo bodi walisema kwamba sisi tunapanga tarehe ya mchezo, maana yake tarehe ya mchezo ikipangwa, ikitangazwa, Young Africans kama taratibu za mchezo zikikamilika, maana yake ndio atakuwa muhanga. Yani, nadhani kama jambo ambalo alizungumza mzee Mguto, wanaweza kutengeneza jambo kubwa zaidi ya hili ambalo tunaliona. Yani kiufupi, hawataki kesi, hawataki kucheza. Hawataki kesi, hawataki kucheza. Kwa hiyo jambo linakuwa solved kwa namna gani? Imenishtua hii taarifa. Taarifa nilitarajia. Na wana Yanga wamehusishwa kwamba kwa namna yoyote ile wataipambania timu yao. Umeona taarifa ina shinikizo ndani yake. Ina shinikizo ndani yake. Mnaona ile jiandaeni, mnaona. Ni taarifa ambayo imenishtua namna ambavyo imeandikwa, kwa maana ya kusudio la ujumbe ambao umekusudiwa kuwasilishwa. Uwezekana ni taarifa ambayo haikupaswa kuandikwa hivyo. Inaacha maswali na kufikirisha sana. Kwa nini? Ni kwa sababu Young Africans, baada ya majibu ya kasi na ufafanuzi wa baadhi ya kanuni za ndani, wamegundua hata tukitoka huku yawezekana hata kasi wakarudi kutumia kanuni zetu, na yawezekana tusipate nafasi hiyo. Moja, yawezekana wamewaza hivyo. Pili, kukosa kwao imani na uongozi wa bodi labda na TFF hakuondoi miongozo na kanuni iliyopo, kama ilivyosema Wakanda. Mapungufu ya binadamu yabaki pale pale, lakini uimara na udhaifu wa kanuni ubaki pale pale, ambazo zitakwenda kutumika kuamua, na kwenye hatua za juu zaidi wataangalia madhaifu na mapungufu vile vile, na watarudi na haki ya anayestahili kutoka kasi. Sasa ikitokea huku mmeshindana kwenye kanuni, kugomea ndio yale ambayo tunarudi interview za mzee Mguto alivyokuwa anaongea kwa hisia kwamba ni malezi ya hivi vilabu yamekwenda juu zaidi, na inafika hatua wanaweza kupanda kichwani. Na ndo tunachokishuhudia sasa. Ila mimi kwenye sensi tu ya kawaida, Ibra na msikilizaji, naiona kwenye engo ambayo mfano tu umetokea juzi, ni engo tu ya aibu kwa viongozi namna ya kuendelea kulihendo hili, kwa sababu waliweka misimamo wazi. Unajua misimamo ya Young Africans haikubaki kwenye barua, ilikuwa inakwenda hadi kwa kiongozi mmoja mmoja kuzungumza. Kisogea maiki. Yes, anazungumza. Sasa ile ndo kila siku tunasemaga, ni juzi Ijumaa niliita ni mihemko na kitu kama hicho. Yani mtu hauzingatii communication, unaongea tu. Taarifa rasmi inasema hivi, halafu na wewe msimamo binafsi kama wewe unakuja kuonesha hivyo. Kama una malengo yako binafsi mengine, tuseme uongozi wa juu wa Young Africans, maybe kuanzia rais, makamu wake, kama wana malengo mengine binafsi ya kimaisha nje ya hapo, manake moja ya kipimo kwa hivi sasa ni msimamo. Kwa hata kama unaona kuna namna ya kufanya, lakini msimamo wako ambao uliuweka wazi nje ya taasisi, wewe ulisema hutofanya hiki, ukibadilika tena inakwenda kukuathiri mpaka wewe mwenyewe kwenye mipango. Kuna siku itatumika kama reference kwamba huyu hanaga misimamo. Ndio ninachokiona kwa hivi sasa. Sasa ishakuwa beyond football, ishakwenda sasa kwenye level ya kwamba ni nini niliahidi. Kama niliahidi hiki, nisimame nacho. Wherever kitakachotokea mimi nasimama na hiki. Lakini kama wangekuwa tu ni msimamo wa kitaasisi, bado wangeenda kwenye kanuni na lingejadilika. Mwenye haki angepata kutokana na kanuni zinavyotaka. Ila kuhisi umenyimwa haki halafu huifuatilii, matatizo yanakuwa ni upande wako. Sasa mwisho wa siku na hebu kama zungumza hilo. Yes. Labda kuna eneo hapo umegusa, labda kuiface aibu, si ndio? Kwa sababu kila mtu aliamini kasi watamaliza hili jambo. Lakini nimeona nukuu ya Alex Ngai anawakosoa kasi
kwamba tumeona nania kasi na mapungufu mengi. Nafikiri wote tulikuwa mmeiona weekend ya. Nilikuwa ni jana kwamba kasi nao majibu yao yalikuwa yana mapungufu. Si ndio? Lakini ukija kwamba majibu ambayo ilitoka kasi ilionekana kuna mapungufu ya ufuataji wa sheria na kanuni ambayo Young Africans waliyafanya. Na ndio maana wakarudishwa. Kwa nini wasingefuata kwenye haya mapungufu walioambiwa na kasi? Kwa sababu kama una imani na kasi tena hilo jambo jingine. Yaani kwamba yani wewe TFF hamna jambo, kasi hamna jambo, lakini kasi wamewapa mwongozo kwamba jamani ili mfike kwetu sisi hizi kuna maeneo tunakosa tunakosa haki au tunakosa ile tunasema haki ya kisheria kulisikiliza hili jambo. Tunaomba mje muanze 1 2 3. Kama una imani na hawa watu wewe fuata hatua. Ili uje unani huko juu. Na kitu kingine hapo labda mwisho siku mimi natoleaga mfano La Liga juzi siku na incident ya Real Madrid kutofanya press na hatua ya juu zaidi wakatangaza, na taarifa official ilitoka kwenye page za klabu kwamba hatutocheza mechi kwa mwenendo unavyokwenda. Mwamuzi kafanya hivi na hivi na hivi, tunaitaka kamati ya waamuzi, chama cha waamuzi Spain kije kiombe radhi, lakini pia kibadilishe mwamuzi, shirikisho libadilishe mwamuzi wa mchezo. REFE wakawaita, hoja yenu ni nini? Wakazungumza usiku ule ule, wakatoa taarifa tena, wakafesi aibu. Ndo tunachokisema kwamba wao wakakubali kuwaambia mashabiki wao kwamba tutacheza, njooni endeleeni kukata tiketi baada ya kikao cha kuzungumza. Lakini imani ilikuwa haipo. Taarifa ya Real Madrid ya kwanza na wenyewe ilikuwa ni kutokuwa na imani na REFE, lakini pia na chama cha waamuzi na waamuzi kiujumla. Na sio mara ya kwanza msimu huu kusema hawana imani na hiyo, lakini wanapokaa kwenye meza ya mazungumzo pengine waga kuna ile room ya kumbe sikuelewa vile, kumbe ilikuwa hivi, kumbe hili linawezekana tukasolve, na watu wakarudi wakacheza kwa faida ya mpira wa miguu. Lakini Young Africans sasa kwa taarifa ya leo inaonyesha sasa kwamba yani wako kwenye kisiwa, yani hawaongozwi na chochote, sio kanuni, sio bodi ya ligi, sio TFF, yani wao ni independent. Sasa wanaweza wakaamua fikra zao ndo ziko sahihi, hakuna meza ya kubadili fikra zao.